Nchini Tanzania, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imetoa uamuzi kwa kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu itasikilizwa kwa njia ya mahakama ya wazi kwa mtuhumiwa kuwepo mbele ya mahakama badala ya kusikilizwa kwa njia ya mtandao kama ilivyofanyia tangu Aprili mwaka huu. Hata hivyo, kesi hiyo leo imetajwa huku upande wa Jamhuri ukisema upelelezi katika kesi hiyo ya uhaini haujakamilika. Florence Majani ametutumia ripoti ifuatayo. Katika kesi hiyo ya Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipasi Lissu, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imehairisha kesi hiyo hadi Mei 19 ambapo sasa itasikilizwa katika mahakama ya wazi kwa mtuhumiwa kufika mahakamani. Wakati shauri hilo likiendelea, mtuhumiwa wa kesi hiyo Tundu Lissu aliendelea kugoma kushiriki shauri la leo kwa njia ya mtandao, na badala yake mkuu wa magereza ya Ukonga, kamishna msaidizi wa magereza Juma Mwaibako, aliambia mahakama kuwa mshtakiwa aligoma kusikiliza shauri hilo kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, pamoja na uamuzi huo, mahakama wa kesi ya uhaini dhidi ya Lissu kusikilizwa katika mahakama ya wazi, wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Yahaya ameiambia mahakama leo kuwa upelelezi wa kesi hiyo bado haujakamilika, na hivyo akaiomba mahakama kuhairisha hadi upelelezi utakapokamilika. Jopo la mawakili wa Lissu halikuridhishwa na kauli ya wakili wa serikali kuhusu uchunguzi kutokamilika. Akizungumza na DW, kiongozi wa jopo hilo la mawakili wanaomtetea Lissu, Rugemeleza Nshala, amesema kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa, hakuna cha kuchunguza cha zaidi, kwamba upande wa mashtaka ulete vile vitabu vya mashtaka hayo ili uchunguzi wa awali ukamilike. Upande wa mashtaka wao wamesema kwamba hawalazimishwi na sheria kuleta, watakuwa tayari watapandisha. Hata hivyo, wakili wa serikali mwandamizi Tawabu Yahaya alieleza mahakama kuwa hakuna kifungu chochote cha sheria kinachowalazimisha kueleza nini kimesalia kwenye upelelezi. Kaimu mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, wakili Fulgence Masawe, amezungumzia uamuzi wa mahakama kuendesha kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Kwa aina ya kesi Tundu Lissu alionayo na mwamko wananchi walionao, lazima haki ionekane inatendeka, na kwa mazingira ambayo kesi hii ilihamishwa kusikilizwa kwa njia ya mtandao, ilikuwa inatia wananchi wasiwasi, pamoja na Tundu Lissu mwenyewe aligomea kuendelea na hiyo kesi kwa mazingira hayo. Kwa hiyo kwa uamuzi huo naona kama vile ni uamuzi sahihi ili haki iweze kutendeka. Hakimu mfawidhi Franco Kiswaga ameahirisha kesi hiyo hadi Mei 19, 2025 huku akiutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi kwa haraka. Lissu alifikishwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza Aprili 10, 2025 akikabiliwa na kesi 2 za jinai ikiwamo uhaini na kuchapisha taarifa za uongo. Asante, mimi naitwa Jebla Kambole, ni miongoni mwa mawakili wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo mahakamani yanakuja mashauri mawili. Shauri la kwanza ambalo tunategemea litaanza saa 3 ni shauri ambalo linahusiana na kesi ambayo inamkabili ya uhaini. Kwa hiyo tunategemea muda wa saa 3 tusikilize upande wa serikali, kwa sababu mara mwisho alisema upelelezi hujakamilika. Tunategemea leo ataleta majibu kwamba upelelezi umefikia hatua gani ambao unahusiana na kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Hiyo ni shauri la kwanza ambalo linaanza saa 3. Shauri jingine ni saa 5. Saa 5 tunasubiri kusikiliza maamuzi juu ya mambo mbalimbali ambayo tuliainisha mara ya mwisho, kuhusiana na namna Tundu Lissu anavyotendewa huko gerezani, kuhusiana na haki ya mawakili kwa kumuona Tundu Lissu na kuzungumza naye, lakini pia kuhusiana na ndugu kumfikia na kuzungumza naye, lakini pia kuhusiana na wananchi kufika mahakamani na kusikiliza. Lakini pia tutasikiza maamuzi muhimu ambayo yatahusiana na kwamba either mahakama itaendelea kusikiliza shauri hili kwa njia ya mtandao au itabidi Mheshimiwa Tundu Lissu aletwe. Kuna mjadala manake mpaka hivi sasa tunavyozungumza kwa mantikio, manake bado wananchi hawana ruhusa ya kuingia katika mahakama kufuatilia kesi ama nini ambacho kinaendelea, manake mpaka leo hii pia tumeona kuna hamasa bado inafanyika ya wananchi. Tangu jana chama chake ambacho anachokiongoza kilihamasisha watu waje mahakamani. Kwa kauli hii manake bado walikuwa wanapaswa kusubiri kuona maamuzi ya mahakama yatakuwaje? Hapana, swala la kuja mahakamani ni swala ambalo ni la haki ya msingi ya mtu. Na wananchi wanakuja mahakamani kwa shughuli mbalimbali. Sisi mawakili tumekuja mahakamani, kwa nini wananchi wasije? Kama kuna kesi inakuja na inaendelea na ni kesi ya wazi, kwa nini wananchi wasije? Kwa hiyo hakuna zuio la mahakama la wananchi kuja. Sijui kama nyinyi mmesikiza amri yote ya mahakama imekataza watu kuja. Hakuna.
Kwa hiyo kama ungekuwa kuna zuio la mahakama lingezuia raia au watu kuja mahakamani, lakini hakuna amri ya mahakama ambayo imezuia. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo ambalo liko sawa na ni sahihi na kwa mujibu wa sheria, na wanaokuja mahakamani hawavunji sheria yoyote. Kesi ambazo zinaendelea leo zitaendeshwa kwa njia ya mtandao ama itakuwaje? Kwa sababu amri ya mwisho ilikuwa kwa njia ya mtandao, na sisi tumekuja hapa mahakamani kusikiliza. Kwanza kesi ya kwanza ya uhaini, kwa sababu mara mwisho maamuzi yalikuwa kwa njia ya mtandao na leo yataendelea kwa njia ya mtandao. Na kesi ya mchana pia ambayo inahusiana na kusambaza taarifa za uongo ambayo ni ya asubuhi itaendelea na yenyewe kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo maamuzi yatakayotoka leo mchana ndio yataamua, je, tarehe inayofuata Lissu ataletwa au itaendelea kwa njia ya mtandao, na mawakili watachukua hatua gani, kwa mfano ikiendelea kwa njia ya mtandao.